Mungu alituumbaje? Mungu alipotuumba si tu alituweka duniani tumwabudu. Unajua kuna tafsiri kadhaa ambazo ukisoma Bible hutaona hivyo. Kuabudu ni sehemu yetu. By the way, hata malaika mbinguni wanaabudu. Kwa nini sisi tuko duniani? Si tu tumwabudu. Angetaka tumwabudu asingetuweka hapa duniani. Tungekaa kule mbinguni tukaungana na makerubi na maserafi. Alipotuweka duniani, alimweka Mungu mwingine duniani. Kwa ndio maana sasa ametuita kama mawakili, kwa sababu wakili ni manager, ni mtu anayesimama mahali ambapo mwenye maono, aliyekuwa na maono angetamani baadhi ya vitu viende visimamiwe na viwe, kwa anamweka mtu kwa niaba yake. Hiyo that's the managerial proposition. Mtu anapokufanya manager anataka usimamie kile ambacho angetamani kiwe, ukifanya kwa niaba, na huo ndo uwakili, stewardship. Mungu alipokuwa anatudesign na kutuumba, kutuingiza duniani, alitupa kila kitu ili tuwe kama yeye. Akitutazama watu duniani wamtazame Mungu duniani kwa ajili yake, kwa niaba yake. Ndio maana unaona kwenye kitabu cha Mwanzo anatupa baadhi ya vitu. Mojawapo anatupa kumiliki, anatupa kuzaa, productivity. Lakini sio hivyo tu, anatupa uwezo, anatupa position, anatupa nafasi mbalimbali za kiroho na kimwili. Kwa nini? Zitusaidie kuimplement na kusimamia baadhi ya vitu ambavyo angetamani vitokee kama yeye vile angekuwepo duniani. Kwa hiyo ile huko duniani haupo kuzurura. Mwambie mwenzako haupo kuzurura duniani. Haupo kwa bahati mbaya kabisa. Kuna vitu lazima usimamie na vitokee. That's why Biblia inasema uwe wakili mwaminifu. Kwa nini? Kwa sababu tunabeba ajenda za Mungu duniani, kuzisimamia na kuzitekeleza mpaka ziwe kama Mungu anavyotaka. Na kwa maana hiyo sasa Mungu ameweka baadhi ya vitu ndani yetu tofauti tofauti, katupa potential, katupa uwezo, katupa position mbalimbali. Si tu hivi vitu tunavyo kwa niaba yetu, lakini kwa niaba ya Mungu. Wewe hapo unapojiona wewe ni meneja wa Mungu, sio meneja wa bosi fulani, sio meneja wa TRA, meneja wa Mungu. Wewe Mungu amekudesign kama meneja wa Mungu.